kusaidia kwa ufupi, alafu tukaangalie juu ya ujumbe wetu unaosema nguvu ya msalaba. Mambo manne kusaidia, alafu tukaangalie ujumbe wetu unaosema nguvu ya msalaba. Mambo manne ya kukusaidia. Mambo manne ya kukusaidia. Tukimaliza hapo kwa ufupi tu, ama tu shaka kwenye kuandika au nifuatilie. Jambo la kwanza la kukusaidia ni maarifa. Maarifa. Kwenye hii dunia tulio nayo na wakati huu tulio nao sasa, tunahitaji maarifa ya kiungu, maarifa ya kimungu, lakini maarifa ya kidunia pia. Naposema ya kidunia, maana tuko duniani, lakini kwanza ni maarifa ya kimungu. Lakini tunahitaji pia kuwa na maarifa ya kidunia. Naposema maarifa ni uelewa fulani, ambao utakusaidia. Uelewa huu utakusaidia kupambanua vitu. Kwenye dunia hii tulio nayo sasa hivi ni dunia ya uovu sana. Kweli imekaribishwa kuwa kama kitu ambacho hakitakiwi kuwepo. Yaani uongo umekaribishwa kuwa kama kweli, alafu kweli imepotea. Dunia hii tulio nayo inajaribu sana kubadilisha vitu, kugeuza mambo. Kitakachokusaidia ni kuwa na maarifa ya kimungu. Maarifa ya kimungu, kuelewa hapa nilipo natakiwa kuombaje, hapa nilipo natakiwa kufanya nini, hapa nilipo nitendaje. Kwa hiyo maarifa ya kimungu ni kitu ambacho kitakusaidia. Au maarifa, inawezekana huko kwenye biashara fulani, jitahidi pia kwenye hiyo biashara, tafuta maarifa ya biashara. Uko kwenye kilimo, tafuta maarifa ya kwenye kilimo. Uko kwenye ufugaji, tafuta maarifa itakayokusaidia kwenye ufugaji. Kwa sababu usipokuwa na maarifa, uangamivu utakupata hata kama unaomba. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Hosea 4:6. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yaani moja ya kitu kinachofanya watu kuangamia, biashara za watu kuangamia, mitaji ya watu kuangamia, huduma za watu kuangamia, sio shetani. Watu wamekosa maarifa. Kwa hiyo jitahidi sana, jitahidi mno, tafuta maarifa ya Mungu, tafuta maarifa ya kimungu, tafuta maarifa ya kwenye biashara, tafuta maarifa hayo ili yakusaidie. Maarifa ni uelewa. Taka kuelewa, taka kuwa na uelewa fulani. Uko kwenye ndoa, utahitaji maarifa. Maarifa ndiyo yatakayoendeleza ndoa, kwa sababu ni uelewa unaokujulisha kwenye jambo hili ifanye hivi, kwenye jambo hili ifanye hiki. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Pamoja kwamba kweli unaomba, lakini kitakachoendeleza biashara yako kingine ni maarifa. Kujua kwamba hii biashara ni ifanye hivi, ni kitu kitakachokusaidia kwenye maisha yako. Ni moja ya kitu ambacho kitafanya safari uende umbali mrefu. Ni moja ya kitu ambacho kitakufanya ustawi na kuongezeka. Maarifa. Ni lazima utafute maarifa. Maarifa ya kiroho, maarifa ya namna ya kufanya vitu vya kidunia au kuendeleza biashara, ndoa, kila kitu kinachozunguka kuhusu
maisha ya kwako. Hilo ni jambo la muhimu sana kwa haraka. Jambo la pili, ujasiri. 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 Ujasiri ni moja ya kitu kitakachokusaidia kudumu, kudumu na kufanya baadhi ya vitu hapa duniani, Ujasiri. Napozungumza juu ya ujasiri, nazungumza juu ya moyo wa mtu usioogopa, unaokabili vitu, unaokabili nyakati fulani. Ndani yako ukikosekana ujasiri, hauendi kokote. Niamini mimi, liamini na hili ninalolisema. Ndani yako ukikosekana ujasiri, hauendi kokote. Panahitajika ujasiri ili uende mahali. Panahitajika ujasiri ili uvuke. Hakuna namna ambavyo unaweza ukawa salama, ukadumu, ukaendelea, ukawepo usipokuwa na ujasiri. Nikupe mfano tu kidogo hapa na nikutajie mambo kama mawili au matatu. Daudi kwenye Zaburi ya 23, Daudi kwenye Zaburi ya 23 anasemaje? Anasema hivi, Zaburi ya 23 mstari wa 4, 23 mstari wa 4, na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mungu wa Daudi sio Mungu aliyekuwa anaonekana kama mtu, kwamba huyu ni naye hapa. Ni Mungu huyu tunayemwabudu, Mungu ambaye ni Roho. Daudi anaonyesha, nilikuwa napita kwenye nyakati mbaya, ngumu za mauti, lakini mimi sikurudi nyuma, niliendelea kusonga mbele, kwa sababu ndani nilikuwa na ujasiri huu wa kusema hivi, Mungu yuko pamoja na mimi. Ndani yako usipokuwa na ujasiri, utakata tamaa kwenye kila hatua, hautapiga hatua, hautaenda kokote kule. Sasa Daudi anasema anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sio kwamba haoni kwamba lile ni bonde la uvuli wa mauti, analiona, lakini ndani yake ana ujasiri wa kuendelea mbele. Tuangalie na Daudi huyo. Zaburi ya 27 kidogo. Zaburi ya 27 kidogo. Mstari wa 2 na kuendelea. Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Anasema, jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitamtumaini Bwana. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Daudi haogopi kufa, anaogopa, lakini nani ana ujasiri? Anasema siogopi kitu. Sio kwamba hakuna yanayomwogopesha na kumtisha. Nazungumza juu tu ya hili neno ujasiri, ili uelewe
Ujasiri ukikosekana hauendi kokote. Utajaribu kufanya vitu, watakwambia wewe hauwezi, haufai, haustahili. Watu wanaofanya vitu vikubwa ni wale walio na ujasiri ndani yao. Ujasiri ni moja ya nyenzo inayomsaidia mtu kufanya vitu. Mtu yoyote ambaye hana ujasiri hafanyi chochote. Ili uendelee kubaki kwenye biashara inakutaka uwe ujasiri. Yanatokea mambo, zinatokea dhoruba, yanatokea matukio, zinatokea tufani. Wanaobaki kusimama na kuendelea kuwepo ni wale walio na ujasiri ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo moja ya kitu cha kukusaidia ujasiri. Sasa elewa, ujasiri sio kitu ambacho sio kitu cha kutengeneza, ni kitu ambacho mtu unakitafuta ndani ya moyo wako. Kwa sababu mioyo yetu ni mioyo yetu tu. Hakuna ambaye anasema haogopi vitu. Wewe unafikiria Daudi wakati anaenda kumkabili Goliati, yeye alikuwa haogopi? Anaogopa, anasema hapa kuna kufa. Lakini anasema kuna kufa, ujasiri ndani unamwambia nenda. Maana hata Goliati asipokuua utakufa tu. Sio kwamba hayapo yanaogopesha, yapo, lakini ndani unakuwa na ujasiri, ule uwezo wa kuendelea kukabili nyakati, kukabili matukio. Yaani nyakati ngumu zinakuja, bado umesimama, una ujasiri wa kusimama, una ujasiri wa kuongea, una ujasiri wa kuendelea kufanya biashara. Yanapita matukio tufanye, lakini bado upo. Kuongezea tu andiko moja hapa. Labda nikusomee Samueli wa pili sura ya 13. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 28 kidogo hapo. Nikisema tu nisome kipengele cha mwisho, kinasema hivi: iweni hodari, iweni na ujasiri. Kurudi juu anasema hivi: kisha Absalom akawaamuru watumishi wake akisema, angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahi kwa kunywa mvinyo, nami utakapowaambia mpigeni, ndipo muweni, msiogope. Si mimi ninayewaamuru? Iweni hodari, iweni na ujasiri. Yaani ujasiri ndio utakao kusaidia kufanya baadhi ya vitu. Uone tu neno iweni hodari, iweni jasiri. Iweni hodari, iweni jasiri. Iweni hodari, iweni jasiri. Kwa hiyo ujasiri ndio utakao kusaidia. Lakini kuna andiko kwenye kitabu cha Methali hapa. Okay, basi nitakupa hilo andiko. Lakini nazungumza kwamba mwenye haki ni jasiri kama simba. Jivike moyo wa ujasiri, sio uogopi. Mambo yanatisha, lakini wajivika moyo wa ujasiri. Jambo la tatu, msimamo. Jambo la tatu, msimamo. Msimamo ni ile kujipambanua. Uko upande gani? Unafanya kama ni biashara, unafanya biashara au haufanyi? Kama ni kazi, unafanya kazi au haufanyi kazi? Kama ni kutumika, unatumika au hautumiki? Msimamo
msimamo. Mungu si Mungu kigeugeu. Mungu ni Mungu mwenye msimamo. Mungu si Mungu kigeugeu. Mungu anawataka watu wenye msimamo, watu wenye msimamo ambao wako tayari kulipa gharama yoyote ile, hawayabadilishi maneno yao. Yaani wako tayari kulipa gharama yoyote ile, hawageuzi hata neno moja. Vile vile walivyosema kama ni kumtumikia Mungu, wanasema mimi namtumikia Mungu. Hawaangalii gharama. Nikupe mfano wa watu watatu ambao walitiwa kwenye tanuru la moto: Meshak, Shadrach na Abednego. Hao watu watatu, kuna neno walilisema ambalo mimi huwa nalipenda sana, na naomba na wewe nikusaidie pia, na naomba na wewe nikusaidie pia. Kwenye kitabu cha Daniel sura ile ya 3, Daniel sura ile ya 3, nisome kuanzia mstari wa 14. Daniel sura ya 3 mstari wa 14. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadrach, Meshach na Abednego, je, ni makusudi hamtumikii Mungu wangu wala kusujudia sanamu ya dhahabu iliyosimamishwa? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msiposujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni Mungu, ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Mstari wa 14. Hili ndio jambo zuri ambalo nataka nibebe. Ndipo Shadrach, Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, mfalme Nebukadreza, amna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru iwakayo moto, naye asipotuokoa na mkono wako, mfalme, basi kama ni hivyo, je, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu tunayoisimamisha. Nataka tu uone namna ambavyo hao watu walijibu mfalme. Wamejipambanua kwenye msimamo wao. Wanasema hata kama Mungu asipotuokoa, sisi hatuko tayari kuisujudia miungu hii ambayo umeiweka. Msimamo wao ulikuwa bayana. Kuna mahali ili Mungu akusaidie, anataka aone msimamo wako. Kuna mahali ili Mungu akuvushe, anataka aone msimamo wako. Umesimama upande gani? Mungu hapendezwi na mtu ambaye yuko kushoto na kulia na kushoto. No. Ndio maana nasema chagua leo kuwa moto au kuwa baridi. Hazungumzi uwe vuguvugu, kwa sababu wengine ni vuguvugu. Onyesha msimamo. Yaani kama ni biashara unaifanya, sema mimi nafanya biashara hii kwa gharama yoyote, kwa maumivu yoyote, ila biashara naifanya. Jambo hili silifanyi kweli kwa gharama yoyote ile, kwa maumivu yoyote ile, silifanyi kweli.
kifanya hiki na kifanya, utakuwa salama kwa sababu ya msimamo tu. Mungu atakuvusha kwa sababu ya onyesha msimamo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la nne na la mwisho, jambo la nne la mwisho, alafu nikupeleke kule ambako tukaangalia mambo machache, alafu tuombe. Leo tunakimbia sana. Maisha matakatifu. Jambo la nne, maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu ni maisha ya kumpendeza Mungu. Maisha ya utakatifu ni maisha ya uchaji, kumcha Mungu. Maisha ya utakatifu ni maisha ya kujitenga. Unajitenga na baadhi ya vitu, unajitenga na baadhi ya mambo. Kuna vitu usipojitenga navyo ni ngumu kufanikiwa, ni ngumu kuendelea, ni ngumu kustawi. Maisha ya utakatifu ni maisha ya kujitenga na mambo ya kidunia. Ni maisha ya kuacha baadhi ya vitu. Hauwezi kuwa salama ukawa vizuri, ukatembea ukaenda maili ndefu na ukaleta matokeo kama hautaishi maisha ya utakatifu. Kuna mambo kwenye maisha haya, haijalishi umri wako, ni lazima uyaache. Kuna vitu kwenye maisha yako hapa duniani ni lazima uviepuke. Ukiona hauna cha kuepuka, utakufa hivi karibuni. Kwenye biashara yako ukiona hauna cha kuepuka, kwenye utumishi wako, kwenye huduma yako ukiona sina cha kuepuka, chochote kwangu ni sawa, hauendi kokote. Maisha ya utakatifu yanamsaidia mtu, yanamlinda mtu kwenye vitu ambavyo, narudia mara nyingi kufundisha na kusema, Shetani alikuwepo wakati dunia inaumbwa. Mungu anaumba, anasema iwe nuru, anasema iwe mianga, anasema samaki, nchi na jazaa na kadhalika, mpaka mwanadamu anafinyangwa. Shetani alikuwepo, lakini hakuwa na nguvu ya kuharibu maisha ya mwanadamu mpaka pale dhambi ilipoingia. Maisha ya dhambi ndiyo yanayompa Shetani nguvu kwenye maisha ya mtu. Maisha ya dhambi ndiyo yanayoyapa mapepo nguvu kwenye maisha ya mtu. Mapepo hayana nguvu kwenye maisha ya mtu anayeishi maisha matakatifu. Mapepo hayana nguvu, uchawi hauna nguvu kwenye maisha ya mtu anayeishi maisha matakatifu. Uchawi upo, una nguvu, unaharibu, lakini kwenye maisha ya mtu ambaye anaishi maisha ya utakatifu, ya kumcha Mungu, ya kumpendeza Mungu, uchawi hauna nguvu, mapepo hayana nguvu. Ishi maisha ya utakatifu. Chagua kuishi maisha ya utakatifu. Chagua vitu vya kuepuka. Kuna mambo ambayo sio lazima yafanye, ni ya kuepuka tu. Yaani, ngoja nikwambie, utaomba, Shetani atakutesa. Utafunga, Shetani atakutesa. Sio kwamba Mungu asikii kuomba kwako, namna yako ya kuishi, maisha unayoishi, namna yako ya kuenenda, namna unavyoenenda. Chagua kuishi maisha ya utakatifu. Kuna vitu vya kuepuka, kuna mambo ya kuepuka, kuna mambo ya kuacha, kuna vitu vya kukwepa. Chagua tu kule ndani. Mimi nakwambia, kuna baadhi ya vita hautapigana kabisa. Utamwona Mungu akipigana mwenyewe ukichagua kuyaishi maisha ya matakatifu. Chagua tu hivyo. Mambo haya sitafanya. Jambo linampendeza Mungu utalifanya. Jambo linampendeza Mungu utalifanya. Jambo, swala utakatifu sio la kufikirika. Yaani unaanza tu kuwaza kwamba nitakuwa na, ni kitu ambacho mtu ndani ya moyo wake anakiona. Ni kitu ambacho Mungu anampa mtu kukiona hicho kitu ndani yake. Chagua kuishi maisha utakatifu.
itakusaidia, itakufanya uwe salama, itakufanya uvuke, itakufanya ustawi, itakufanya uongezeke. Sasa mwingine anasema hivi, kwa hiyo shetani atavamia. Si alienda kwa Ayubu, alimvamia Ayubu. Ayubu akaonyesha msimamo wake. Mungu anapendezwa na watu wenye msimamo, nimesema hivyo. Ayubu akasema, mimi Mungu simwachi. Nimefanikiwa ni Mungu, sijafanikiwa ni Mungu. Nimejibiwa ni Mungu, sijajibiwa ni Mungu. Ayubu alikuwa amekosea wapi? No, akakosea mahali. Biblia inasema alikuwa mtu mtaua aliyeepukana na uovu. Aliepukana na uovu. Maisha ya utakatifu ni maisha ya kuepukana na uovu, kuepukana na mambo mabaya, kuepukana na vitu vibaya. Hayo ni maisha ya utakatifu. Angalia, shetani alivamia. Biblia inasema kwenye Ayubu hiyo 1:10, shetani anakiri, anamwambia Mungu, nyumba ya Ayubu imezungushiwa ukuta wa moto, siwezi kuivamia. Mali ya Ayubu imezungushiwa ukuta wa moto, siwezi kuivamia. Mali yake yenyewe imebarikiwa na kuongezeka, inazidi kwenye uso wa dunia. Maisha ya utakatifu yanachochea baraka za kimungu, yanachochea mafanikio ya kimungu. Ni maisha ya utakatifu. Ishi maisha ya kumpendeza Mungu, ishi maisha ya utakatifu. Yaani kabisa, kuna vitu hautaomba, kuna vitu hautapigana, Mungu mwenyewe atasimama. Hivi nasemaje? Kweli shetani aliingia, akapiga, akaharibu, lakini Mungu alikuwa anajivunia hiyo. Simama huo. Mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri kuliko mwanzo wa Ayubu. Sura ya 12 ukisoma hiyo, taona mali ya Ayubu iliongezeka, mali ya Ayubu ilizidi, akapata watoto wengine, mabinti wazuri ambao hawakuwepo nyakati hizo, hawakuwepo wakati huo, hawakuwepo. Lakini Mungu alimpa. Kwa nini? Aliishi maisha mtakatifu ya kumpendeza Mungu. Chagua hiyo. Mungu mwenyewe atakutetea. Usitaki kutetewa na watu kwamba fulani, yaani ndio akonfirm kwamba ndio huo uthibitisho wako kwamba wewe ni mtu sahihi. Mungu tu mwenyewe atakuthibitisha kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akusaidie katika hilo. Amen. Mungu akusaidie katika hayo ambayo Bwana amekupa. Na mimi nimeona nikueleza hayo ili akusaidie. Tunapoendelea na kuomba, ujitie nguvu. Usilegelegee. Jitie nguvu. Usio mwenye nia mbili. Kuza maarifa, ongeza maarifa. Onyesha ujasiri, kabili nyakati, kabili mambo, kabili vitu. Huo ndio ushindi wako. Usipovikabili vitu, hauendi kokote. Onyesha msimamo. Mimi nasimama hapa, msimamo katika Mungu. Hapa mtu anitoi, nimejibiwa, sijajibiwa, nimetendewa, sijatendewa, niko hapo. Mungu atakutendea, Mungu atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Tunasogea mbele sasa. Okay, haya, andika nguvu ya msalaba. Zungumza jambo dogo hapo. Tunaenda kuanza wiki nyingine tena, ambapo tunatamani tukimbie kwa nguvu na tuombe, tutafute uso wa Mungu kwa bidii. Ajenda tulio nayo ni kutafuta uso wa Mungu kwa bidii. Nguvu ya msalaba. Jambo la 3, andika. Msalaba una nguvu ya kumwinua mtu. Msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya kumwinua mtu. Msalaba umebeba nguvu ya kiungu inayoweza kumwinua mtu, inayomwinua mtu
fulani, inampandisha juu, inamwinua. Niyarudia mambo machache ya msingi sana ambayo tulianza nayo. Ukisikia neno msalaba, elewa ni madhabahu ya Mungu hapa duniani ambayo Mungu ameijenga kwa ajili ya kusudi lake yeye mwenyewe. Kwa hiyo msalaba ni madhabahu ya kiungu hapa duniani, na madhabahu hii ya kiungu Mungu anaitumia kuyainua maisha ya watu kutoka chini na kuyapandisha juu. Rudia tena ili twende vizuri. Ukisikia tu msalaba wa Yesu Kristo, elewa kwamba ni madhabahu ya Mungu, ni madhabahu ya Mungu, na madhabahu hii Mungu ndiye aliyeijenga ili kwamba kupitia madhabahu hii inayoitwa msalaba, Mungu ayainue maisha ya watu kutoka kiwango fulani cha chini, ayainue na kuyapandisha juu, kutoka kiwango fulani cha kati, ayainue maisha ya hawa watu na kuyapandisha juu, kutoka kiwango cha juu, ayainue maisha ya watu na kuyapandisha juu zaidi. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni eneo linalokutanisha ulimwengu wa roho na mwili. Hiyo ndiyo madhabahu. Na ndio maana msalaba wa Yesu ni mlango ambao Mungu anautumia kukutana na watu. Ni mlango ambao Mungu anautumia kukutana na watu na kuwahudumia. Kupitia msalaba wa Yesu, Mungu ameweka makao yao kwa watu. Kupitia msalaba wa Yesu, Mungu ameweka makao yake kwenye mioyo ya watu. Lakini kupitia msalaba wa Yesu, watu wameweka makao yao kwa Mungu, wameweka mioyo yao kwa Mungu. Kupitia msalaba ni eneo linalokutanisha roho na mwili, mwili na roho kwa makusudi ya Mungu mwenyewe. Kwa usisahau jambo hili, ni madhabahu ya kimungu inayokutanisha ulimwengu na Mungu, Mungu na ulimwengu. Sasa ndani ya madhabahu hii, ndani ya msalaba wa Yesu iko nguvu. Tumeona nguvu ya kwanza ni ile inayompa mtu kusamehewa. Unahitaji nguvu, nilifundisha hilo. Sababu mtu swala kusamehe inahitaji nguvu ya kiroho. Ndio maana wengine hawezi hata kusamehe. Hawezi kusamehe kwa sababu uwezo wa kusamehe hawana, nguvu ya kusamehe hawana. Mtu aliyekoma, aliye na nguvu za Mungu kweli ndani yake ni mtu anayesamehe. Anasamehe kabisa. Unahitaji nguvu. Ndio maana Mungu anasamehe. Ile watu wanamtenda mabaya, tenda maovu, lakini anasamehe. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu. Hiyo nguvu hiyo inayotoka kusamehe, na ndio inaompa mtu kusamehe, inayotoka kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Futia hatia, ondolea makosa na kadhalika. Lakini tukaona kuna nguvu ya kuondoa laana, kuvunja laana. Ni nguvu inavunja, inaondoa. Sasa tunachokiangalia hapa ni nguvu inayomwinua mtu kutoka kwenye aina fulani ya maisha, aina fulani ya uchumi, inamwinua na kumpeleka kwenye viwango vingine, standard nyingine ambayo hakuwa nayo. Lakini kinachosaidia ni nguvu inayotoka kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, wangapi wanatamani Bwana wainue kupitia msalaba wake katika jina la Yesu aliye hai? Naamini wote tunahitaji hiyo. Kwa hiyo ndani ya wiki hii tutakimbia tukililia msalaba wa Yesu kwenye nguvu ya kutuinua, utuinue kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Vizaliwe viwango vipya vya kiuchumi, vya kimaisha, vya kimahusiano. Msalaba uinue kutoka mahali ulipo kupeleke kwenye viwango vingine katika jina la Yesu aliye hai. Andiko la msingi ni kitabu cha Injili ya Yohana
sura ya 12 na mstari wa 32. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 32. Na Mungu anasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Aliyanena hayo akionyesha ni aina gani ya mauti atakayokufa. Kwa hiyo hili neno linatuonyesha kile ambacho Yesu alikuwa anakifanya pale msalabani. Alikuwa anawavuta watu na kuwainua kutoka mahali walipo na kuwapandisha juu. Biblia inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote waje kwangu. Anasema hivi, mimi nikiinuliwa kwenye msalaba ule, kuinuliwa kwangu kwenye ule mti, kutundikwa kwangu kwenye ule mti ni ishara ya kwamba, ni tafsiri ya kwamba ninawavuta na ninyi hamtabaki vile vile. Kutakuwa na mabadiliko, hamtabaki pale pale, na ninyi mtainuliwa, mtavutwa. Iko nguvu itakayowavuta na kuwainua juu. Hiyo nguvu inatafsirika kwenye ishara ya mimi kuwekwa kwenye ule mti, kwenye ule msalaba. Na ndio maana mstari wa 33 nasema, aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Kwa hiyo kule kuinuliwa kwa Yesu juu ya msalaba ilikuwa ni ishara ya kuwainua watu kutoka kwenye maisha ya aina fulani, kutoka kwenye viwango vya aina fulani, na kuwapandisha kuelekea juu. Beba vizuri hili neno, tembea ukitafakari. Nami nikiinuliwa juu, manake asingeinuliwa, tusingeinuliwa. Asingeinuliwa, tusingeinuliwa. Haikuwa kuinuliwa kwa kawaida. Alipelekwa mlimani. Sio tu kwamba msalaba ndio uliozidi kwenda juu, lakini walienda mlimani. Ni ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba kuna kitu kinatafutwa, kuna jambo linatafutwa. Nini kinatafutwa? Maisha ya watu yalikuwa yanatafutwa ili yainuliwe. Uchumi wa watu ulikuwa unatafutwa ili uinuliwe. Afya za watu zilikuwa zinatafutwa ili ziinuliwe. Nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Nami nikipandishwa juu, na nyinyi mtapandishwa juu, mje kwangu juu mahali nilipo. Sasa nisikilize vizuri. Mungu atupe neema hii. Tutazidi kusimama na kuomba. Maisha ya mwanadamu, standard ya maisha ya mwanadamu iliharibika kwenye bustani ya Edeni. Vile viwango ambavyo Mungu alikuwa amempa mwanadamu viliharibika katika Edeni. Ule uchumi ambao Mungu alikuwa amempa mwanadamu viliharibika kwenye bustani ya Edeni. Afya ambayo
Mungu alikuwa amempa mwanadamu iliharibikia kwenye bustani ya Edeni. Mwanadamu alishushwa kwa namna ambayo asingeweza kuinuka tena kama sio msalaba, asingeweza kustawi tena kama sio msalaba. Na ndio maana ililazimu Mungu amtoe mwanawe anayeitwa Yesu Kristo, siwafe kifo cha kawaida. Kuna mambo ni ishara, viashiria. Kama umeshawahi kufuatilia, kuna vitu ni ishara, viashiria. Kama ninavyovunja mti huu fulani avunjike hivyo. Kwenye ulimwengu wa mwili kuna mfupa, kuna mti unavunjwa. Kwenye ulimwengu wa roho ni uhalisia wa jambo hilo kwa mtu huyo. Kwa hiyo ile tu kupandishwa juu, kuinuliwa juu namna hiyo, ilikuwa ni ishara ya kuyainua maisha ya mtu yaliyotupwa na kurudishwa mavumbini, kuyapeleka kwenye ukuu juu. Kama umesoma Biblia utakutana na haya maandiko mengi kwamba Kristo ameketi juu sana kuliko ufalme, kuliko mamlaka, kuliko sultani, kuliko enzi, juu sana. Alafu angalia maandiko yanasema tumeketi pamoja naye. Wapi? Juu sana. Maana yake msalaba ilikuwa ni ishara ya kuinuliwa kwa maisha ya watu, ilikuwa ni ishara ya kuinuliwa kwa uchumi wa watu. Ndani ya msalaba kuna nguvu inayoweza kumwinua mtu. Lengo la msalaba mojawapo ni kuinua maisha ya mtu. Kidogo sasa hapa tupate maandiko kadhaa. Tuanze na kitabu cha Samueli, tuangalie habari ya kuinuliwa. Samueli wa kwanza sura ya 2, tuanze na mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Maandiko yanasema hivi: Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Mstari wa 7, Bwana huvukalisha mtu, naye
vilivyokufa anavifanya viwe hai, maana ni Mungu anayefanya vitu kuwa hai. Lakini huyu Mungu ndiye anayemshusha mtu. Biblia inasema mpaka kuzimu. Lakini huyu Mungu ana uwezo wa kumwinua mtu. Kwenye mstari wa 8 nimependa, anasema hivi, humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Maana kuna watu ambao wameketishwa mavumbini, lakini anayemwinua mnyonge kutoka mavumbini sio mwingine, ni Mungu. Mungu ndiye anayemwinua mnyonge kutoka mavumbini, alafu akamketisha pamoja na wakuu. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayewainua wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha pamoja na wakuu. Sasa sikiliza, msalaba umebeba nguvu ya kumwinua mtu. Mtu aliyeko mavumbini, mtu ambaye ni mnyonge, mtu ambaye yuko mavumbini, msalaba wa Yesu umebeba hiyo nguvu ya kumwinua mtu kutoka kwenye huo unyonge, kutoka kwenye hayo mavumbi, akapanda kiasi cha kuketi na wakuu. Na Biblia inasema kwamba hakuna anayeweza kushindana na hilo, hata kama na nguvu aje. Hakuna. Maana wako ambao wanaweza wakajaribu kushindana kwa lengo lipi? Kukushusha. Wako ambao wanaweza wakajaribu kuzuia nini? Usiinuliwe juu, usipandishwe juu. Lakini Biblia inasema, Mungu amesema hakuna nguvu, maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Beba mambo yangu kwamba Mungu ni Mungu anayemwinua mnyonge kutoka kwenye unyonge na kumketisha pamoja na wakuu. Anamwinua kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Alafu beba hili neno la msalaba, kwao waliopotea ni upuuzi, bali kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba lipi? Mungu ni Mungu anayewainua wanyonge kutoka mavumbini. Anawainua kupitia nini? Anawainua kupitia msalaba wake. Kwani alisemaje? Alisema hivi, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawafuta wote kwangu. Maana hakuna anayebaki kwenye unyonge. Ndani ya msalaba iko hiyo nguvu inaomwinua mtu. Upande kwa hili kitabu cha Zaburi, Mungu ndiye huinua. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 13, haraka. Zaburi ya 113, sole 113 mstari wa 7 na wa 8. Anasema hivi, humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jehanamu. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jehanamu. Amketishe pamoja na wakuu wa watu wake. Kwa hiyo Biblia inarudia jambo linalofanana. Anamwinua mtu, anamketisha pamoja na wakuu wake. Lakini Mungu ndiye anayemwinua.
mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Sasa kumwambia ndani yako, yatafute yaliyo juu, Kristo aliko. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mbalimbali hivyo hivyo, mwambie tu yatafute yaliyo juu, Kristo aliko. Kwa hiyo kwa hali ambayo nakwambia hivi, kwa sababu namwamini Kristo, nyinyi hamtakiwi kusumbuka na vitu vilivyo chini. Tafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu. Kwa nini? Kwa sababu mtu akimwamini Kristo kupitia msalaba wa Yesu Kristo, huyo mtu hawi chini tena, anakuwa wapi? Anakuwa juu. Nasema Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mstari wa pili, yafikirini yaliyo juu, siyo yaliyo katika nchi. Yesu asifiwe. Sijajua unayatafuta wapi. Biblia inasema kama umefufuliwa pamoja na Kristo, yatafute yaliyo juu. Yaani tafuta yaliyo juu, usitafute yaliyo chini. Alafu mstari wa pili akasema yafikirini yaliyo juu, msiyafikiri yaliyo chini. Ni sawa na anatuambia hivi kwamba mtu yoyote yule anayemwamini Yesu Kristo aliyekufa msalabani alafu akafufuka, kuwaza kwake kumebadilika. Hatakiwi kuyawaza mambo ya chini. Maisha yake yamebadilika. Hatakiwi kuyaishi maisha ya viwango vya chini. Kwa nini? Kwa sababu mtu anayemwamini Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani, maisha ya mtu huyo yamebadilishwa, sio yale ya mavumbini tena. Kwa sababu pale msalabani Yesu alikuwa anatuinua kutoka katika mavumbi, kutoka katika unyonge, kutoka katika dhiki, kutoka katika aibu na kutupandisha juu kupitia msalaba wake. Hili neno yatafuteni yaliyo juu inaonyesha sio wote wanaomwamini Kristo aliyekufa na kufufuka wanaishi kwenye maisha hayo ya standardi hiyo ya kimbingu hapa duniani. Ikija swala la kutafuta, sio wote wanapata. Ikija swala la kutafuta, sio wote wanaona. Ikija swala la kutafuta, sio wote wanaamini. Likija swala la kufikiria, anasema yafikirini yaliyo juu. Sio wote wanafikiri hivyo. Kwa hiyo unisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Yaani kabisa ukifa mbinguni unaingia. Lakini hapa duniani ulikuwa bado uko mavumbini, mnyonge, uko mavumbini. Niliwahi kumsikiliza mtumishi mmoja akisema, safari ni safari, lakini inahitaji maamuzi ya mtu. Wengine akipanda gari basi fulani wanagawa mpaka soda. Lakini kuna mwingine akipanda gari tu yenyewe mnajazwa kama mishikaki, mnajazwa kama
sababu kuna kitu ukitafuta msalaba, kwenye msalaba, kwa sababu ya namna yako ya kutafuta, haukuinuka juu. Hawa wanaambiwa ni watu wa kanisa, tokeni kwenye namna ya kufikiri, tokeni kwenye namna ya kutafuta, viwango vyenu vipande, kwa sababu Kristo alitufanya, ametuinua, sio wa kuanza vile, sio wa kufikiri vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo msalaba una nguvu ya kuinua, unainua mtu juu. Msalaba umebeba hiyo nguvu, na mimi nakutamkia katika jina la Yesu, Bwana akupe kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Uchumi wako ukainuke katika jina la Yesu Kristo, na chochote kila ambacho nakifanya kupitia msalaba wa Yesu kikainuke kwa jina la Yesu aliye hai. Okay, nataka tuombe kwa dakika chache. Tunaenda kuomba. Ajenda ya kwanza, Mungu akupe kusimama, kwa sababu wengine tukizungumza kuinuka, hata kusimama kwenyewe hawajasimama, wameanguka, wako chini. Mbie Bwana, nipe kusimama, nipe kusimama kwenye uchumi, nipe kusimama kwenye afya, nipe kusimama kwenye hiki, nipe kusimama kwenye hili, nipe kusimama. Ajenda ya pili, namna ya pili, mwambie Mungu, inua maisha yangu, inua maisha yangu, inua maisha yangu, inua maisha yangu, inua maisha yangu. Wewe ndio umesema ukiinuliwa juu utanivuta nije huko juu, na mimi ile Bwana najua umeshainuliwa juu, na mimi ile Bwana niinue juu, na mimi ile Bwana niinue juu. Chochote kilichoshushwa kwenye maisha yako, Mungu akakiinue tena. Uchumi ulioshuka, Mungu akauinue tena. Biashara iliyoshuka, Bwana akainue tena.